Shalom, shalom. Na kusalimu katika jina la Yeshua aliye hai. Apewe sifa Mwokozi. Ni wakati mwema, wakati ambao tunamshukuru Baba Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, kwa neema ambayo amewapa wanadamu kufanyika wana wa Mungu. Pia bado tunamshukuru Baba Mwenyezi Mungu, Muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, kwa kumpenda mwana wa binadamu na kumuonea huruma, akamtuma Kristo apate kumfundisha habari za mbinguni, apate kuitakasa roho yake, na mwisho huyo mwana wa binadamu akaurithi ufalme wa mbinguni. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Uwe mwenye upendo moyoni mwako. Upendo ni nini? Upendo wa kwanza, nakumbuka wakati yule mwanamke aliyekuja na mafuta ya thamani, akampaka marhamu mwana wa Adamu. Mitume wakasononeka, wakasema mafuta haya yangeuzwa wakapewa maskini na wajane. Mwana wa Mungu akasema, maskini na wajane mnao siku zote, ila mimi sipo pamoja nanyi siku zote. Mwacheni anitayarishe kwa ajili ya maziko yangu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatarajia umpende kwanza yeye, kisha wapende wanadamu wenzako. Maana ukimpenda Mungu, automatically umempenda mwanadamu. Maana Mungu ni nature. Mungu ni mwanadamu. Mungu anakaa katikati ya wanadamu. Lakini Mungu, upendo wa Mungu ni ule upendo wa kuacha dhambi. Huo ndio upendo wa Mungu. Ukimpenda Mungu, ndio maana maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Na baada ya kuzishika, mimi ndimi nitakayemuomba Baba. Baba atawapeni Roho wa kweli, atakayekaa nanyi milele. Kwa hiyo lazima kumpenda Mungu ni kushika amri za Mungu, sio kusaidia wajane na mayatima. Haleluya. Na tukienda katika roho, mjane wa kiroho ni tofauti na mjane wa duniani. Yatima wa kiroho ni tofauti na yatima wa duniani. Haleluya, haleluya, haleluya. Brise gli masia la ai. Haleluya. Kwa hiyo uwezo wa Mungu unakaa katika imani ya kimungu. Imani ya Mungu haieleweki na wanadamu, lakini inaeleweka tu na Mungu na huyo mwanadamu aliye na imani. Na maanisha wakati utakuwa vizuri na Mungu, asilimia kubwa ya watu watakuona umepotea. Jiulize, kama Mafarisayo walikuwa na uwezo wa kumwambia mwana wa Adamu, wewe una pepo. Tena sio Mafarisayo peke yake, ni Wayahudi wote. Watu waongofu Wayahudi walikuwa na uwezo wa kumwambia mwana wa Mungu, wewe una pepo. Je, wale waliomfuata waliambiwa nini? Ndipo napowaambia tu kweli, na kweli ya Mungu itawaweka huru mbali na dhambi. Unapoomba sana, usiombe leo ukadhani imetosha. Kesho inahitaji maombi. Na usione kwamba kuomba muda mrefu ndio kujibiwa. Kuna aina ya maombi unayostahili kuomba. Kuna yule ataenda, ni asante Baba mtakatifu wa mbinguni, na kushukuru kwa wema na fadhili. Asante Mungu wangu, Baba unisamee, Baba unitakase, Baba unirehemu. Hiyo ni maombi, si ndio maombi yenu? Maombi ni nini? Maombi haya ni mawasiliano ya mtakatifu na Mungu wake mtakatifu. Hayo ni maombi ya kwanza. Maombi ya pili, maombi haya ni mazungumzo kati ya mwenye dhambi na Mungu. Huu ni msamaha unaombwa. Na msamaha wa Mungu ni official. Kuna steps za kuomba msamaha hata wewe mwenyewe binadamu. ukitaka kumuomba tuseme
umemkosea mzazi wako, unataka kumwomba msamaha, lazima kikao cha familia kitaitwa. Lazima kuwe na kikao na mpangilio. Na ndivyo Mungu ilivyo. Mimi nawaita kwa kikao. Nikishawaita kwa kikao, kama nilivyotumwa na yeye aliyenipeleka, niwaite kwa kikao. Alafu wewe mwenyewe ugonge. Huwezi kumwomba mtu msamaha, baba, unisamee, najua nilikosa, unirehemu, mimi ni muovu, mimi ni mbaya, ninajua. Msamaha unaomba Bwana. Yaani maombi yako yawe ndilo neno lililokujaa. Baba, ninakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu. Baba, nakushukuru kwa sababu umeniumba ukaniweka duniani. Utukuzwe Mungu kwa ukombozi ambao umeiletea roho yangu. Ninakushukuru kwa sababu kwa neno lako ninakombolewa. Haleluya. Naona maombi, kwa neno lako ninakombolewa. Bwana Mungu uishie milele. Mimi nimekutenda dhambi nikapungukiwa na utukufu kama ilivyoandikwa. Tazama, ninaomba unirehemu na kunitakasa. Maana imeandikwa, mimi nataka rehema wala si sadaka. Bwana wa mbinguni, unirehemu. Unihurumie makosa yangu. Unisaidie kusimama katika kusudi la utakatifu. Naombe tu ya polepole hivyo, na Mungu anakujibu. Kuomba bila kukoma. Usiombe leo ukadhani imetosha. Maana ulivyoomba ndo umemuinua shetani dhidi yako, na ndo umemweka Mungu anakusikiliza, na pia umeinua vita dhidi yako. Unapoutangaza wokovu ndo umeinua falme za giza dhidi yako. Kwa hiyo you need to be strong. Hose glory masi. Unafaa uwe strong, ndo utaweza kuyashinda falme za giza. Mungu abadiliki. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Lakini sasa tatizo la wanadamu ni kwamba wanakataa kushika maandiko ambayo ni maagano yako na Mungu. Kumbuka, kabla ya kuomba rehema kwa Mungu kuna maagano ameagana. Tunamwendea katika kutakaswa kwa damu ya mwana wa Mungu Yeshua wa Nazareti. Tunatakaswa dhambi zetu, twasamehewa makosa yetu, tunahurumiwa kila kitu. Sikiliza katika kitabu cha Yeremia 11 mstari wa 1. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, yasikieni maneno ya maagano haya, ukaseme na watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Yasikie maneno ya maagano haya, ukaseme na watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Yasikie maneno ya maagano haya. Maagano ni nini? Maandiko yanasema na itakuwa siku zinakuja wakati ambao sheria hazitaandikwa kwenye mawe haya, bali zitaandikwa kwenye mioyo. Nitafanya agano na watu wangu, nazo sheria zangu zitaandikwa kwenye mioyo yao. Yaani sheria za Mungu lazima ziandikwe kwenye moyo wako katika roho. Na katika roho huwa zinatokeza kwa mwili. Utakapojawa na sheria za Mungu ndani yako, nje yako itaanza kuzionyesha, na pia ndani itajawa na uungu. Uungu ni nini? Mtu anaposema utukufu kwa Biblia inamaanisha urembo. Haleluya, glory. Utukufu inamaanisha urembo. Nitakuja kuwafundisha maandiko, lakini bado sasa hivi na wasafisha. Hamjafika kwa kufundishwa ndani kabisa. Lakini ukiona Biblia wameandika utukufu ni urembo. Kwa lugha nyepesi, utukufu ni fumbo tu. Ndio maana wanasema nywele ndefu kwa mwanamke ni utukufu kwa mumewe. Yaani nywele ndefu kwa mwanamke ni urembo kwa mumewe. Haleluya. Na unasikia kwamba alikuwa amevikwa utukufu. Tutavikwa miili ya utukufu. Maandiko yakisema tutavikwa miili ya utukufu, inamaanisha tutavikwa miili ya urembo. Yaani urembo wa Mungu unaitwa utukufu. Ndio maana amezungukwa na utukufu wa utakatifu. Inamaanisha amezungukwa na urembo wa utakatifu. Ndio mkiimba utukufu na heshima Bwana ni zako Yawe. Yaani ni kama mnaimba
urembo na heshima Bwana. Haleluya, ndio utukufu. Sasa anasema yasikie maneno ya maagano haya. Lazima uisikilize andiko. Maandiko lazima uyasikie. Mtu atasema, nitasikiaje maandiko ili yanisaidie? Kuna tofauti ya mtu anayesikiza maandiko na kuna yule ambaye kuna yule anayesikiliza maandiko na kuna yule anayesikiliza maandiko. Tofauti ni kwamba yule anayesikia maandiko, kuna anayesikia maandiko na anayesikiliza maandiko. Hao ni watu wawili tofauti. Anayesikia maandiko na anayesikiliza maandiko. Riko, my Lord. Hallelujah. Anayesikiliza maandiko, anayesikia na anayesikiliza. Anayesikia maandiko, huu ni mtu ambaye yawezekana ameshika vifungu vyote vya Biblia, lakini haelewi Biblia. Huyo ni anayesikiliza maandiko. Na anayesikia maandiko, huu ni mtu ambaye yawezekana hana vifungu kichwani mwake. Yawezekana neno la Mungu liko ndani yake tu, limebadilisha mwili wake, limebadilisha mawazo yake, limebadilisha kuongea kwake, limemchonga upya, limemfinyanga. Amelisikia likaingia ndani yake, amelisikia likazama ndani yake, likamweka huru bali na dhambi. Lazima usikie neno la Mungu likuingie moyoni mwako, lisafishe kila kitu, likuweke huru kabisa. Maagano ya Mungu yako wapi rohoni mwako? Agano la utakatifu liko wapi? Maagano ya Mungu ni moja, ya kwamba Mungu yu mtakatifu, nao wote wenye mwili. Maandiko yanasema watakaoingia katika ufalme wa mbinguni, hawa ni watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yeshua. Hawa ni watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yeshua. Kama Biblia katika Ufunuo imejua kuna imani ya Yeshua, kumaanisha una mambo mawili ya kufanya: zishike amri za Mungu na imani ya Yeshua. Imani huja kwa nini? Kwa kusikiliza hizi amri. Lakini Wakristo wa leo hawalindi amri. Wao wanaishi maisha ya wanavyotaka. Maandiko yanasema wokovu ni maisha mapya ndani ya Kristo. Ni maisha mapya. Kama wokovu ni maisha mapya, maisha gani haya? Inamaanisha wokovu ni maisha tofauti na maisha ya wanadamu. Yaani maisha yako ya zamani ni tofauti na yale ambayo utayaishi kama umeokoka. Matendo ya wokovu ni tofauti na yale matendo uliokuwa ukitenda. Mtu atasema nahitajika tu kutoa dhambi, lakini mimi ni yule tu. Hapana. Lazima hata we mwenyewe utahisi umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, kuna mapya na matakatifu. Alafu maandiko yanazidi kusema na ukaseme na wenyeji wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, ukawaambie Bwana Mungu majeshi asema hivi: na alaaniwe mtu asiyesikia maneno ya maagano haya niliyowaamuru baba zenu siku zile nilipowatoa katika nchi ya Misri, katika tanuri ya chuma, nikisema itiini sauti yangu mkafanye sawasawa na yote niwaagizayo ninyi, ndivyo mtakavyokuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Umesikia Biblia, lugha ya maandiko nitakusomea tena. Maandiko yanasema ukawaambie Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: na alaaniwe mtu asiyesikia maneno ya maagano haya
niliyowaamuru baba zenu siku zile nilipowatoa katika nchi ya Misri, katika tanuri ya chuma, nikisema, itiini sauti yangu, mkafanye sawasawa na yote niwaagizayo ninyi, ndivyo mtakavyokuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Kwa hiyo inamaanisha kama hujashika maagizo ya Mungu, wewe sio mtu wa Mungu, wala wewe Mungu sio Mungu wako. Na anasema nami ndipo nitakapokuwa Mungu wenu. Na anasema alaaniwa asiyeshika maagizo hayo. Kwa hiyo sasa Wakristo wengi wamelaaniwa kwa sababu gani? Biblia hii ndio hayo maagano ambayo wanasema. Biblia ndio maagano. Kwa hiyo wewe unasema ni Mkristo, lakini haushiki maandiko matakatifu. Inamaanisha umelaaniwa. Na Mungu sio Mungu wako. Maana amesema ya kwamba waambie watakaposhika maneno niliyowaagiza kupitia manabii, mitume watakatifu wa Agano Jipya na manabii, na yeye jiwe la pembeni, Yeshua wa Nazareth. Msiposhika maagizo hayo, mtalaaniwa, na mmekwisha kulaaniwa. Mtu atauliza, laana ni nini? Ukienda katika kitabu cha Mwanzo, kuna laana ambazo Adamu alilaaniwa. Utahisi uchungu wakati wa kujifungua, utakula kwa taabu, utalima upati, nyoka atakuponda kisigino. Nyoka ni madhuluma, dhiki, matatizo ya dunia. Nyoka, ndani ya nyoka humu ambaye atakuponda kisigino, kuna magonjwa ndani yake, kuna stress ndani yake, kuna kukosa amani, kuna uchawi ndani yake, kuna uganga ndani yake, kuna kuteseka ndani yake, kuna kila kitu kiko ndani ya huyo nyoka. Maana nyoka atakuuma. Inamaanisha kila mtu ambaye hajayashika maagizo ya Biblia, yeye anaishi maisha yale ya mwanzo, yani anaishi katika laana za Adamu. Maana sisi wote si ni uzao wa Adamu. Kwa hiyo mwana wa Adamu amelaaniwa kupitia Adamu. Hizi laana ni automatic aje. Ndio maana unaona mtu anataka kujifungua, anaenda operation, anaishi laana ya Adamu. Ukiona umeenda kujifungua, umeenda operation, laana ya Adamu. Ukiona matatizo, laana ya Adamu. Yaani hizi laana za Adamu hazitolewi kwa matibabu. Magonjwa ni laana ya Adamu. Hizi laana zinatolewa kwa wewe kuyashika maagizo ya Bwana. Maana Mungu akimlaani mtu, hauwezi sema Mungu atakutokea usiku akwambie laaniwa. Hapana. Zile laana zilizo katika Biblia ndio zitakufuata. Ndio maana ni hatari sana. Ndio maana unaona Wakristo ni kati ya watu ambao wanaumia sana. Ni kwa sababu ya kukosa neno na imani ndani yao. Wameukosa ule utukufu wa Bwana Mungu, wakapungukiwa na rehema zake. Haleluya. Nataka nikusomee kitabu hapo. Sikiliza. Na Timotheo wa kwanza 3:16. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu,
Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa ana haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Haleluya. Na bila shaka siri ya utakatifu ni kubwa. Siri ya utaua ni utakatifu. Siri ya utakatifu ni kubwa. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Basi lazima uyajue hayo. Naliwaambia maandiko, ukienda kusoma Biblia peke yake hutapata uzima, kwa sababu maandiko hayadanganyi. Yohana inaweza kuwa 3:39 hapo. Nasema ya kwamba ninyi mwayachunguza maandiko mkidhani ninyi mna uzima ndani yake. Biblia inasema maandiko hayana uzima ndani yake, lakini imesema mkidhani ninyi mna uzima ndani yake. Yaani watu wanachunguza maandiko Biblia na kuisoma na kushika vifungu wakidhani kuna uzima, wao watapata uzima kwa Biblia hiyo. Lakini la. Na bali na akasema, mnakataa kuja kwangu ili mpate kuokolewa, mpate uzima wa milele. Kwa hiyo lazima siri ya utakatifu wako ni kujua kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Yaani hatua ya kwanza ni kumwamini Kristo. Ndio maana Kristo alisisitiza, msiponiamini mtaangamia. Maneno ninayoyasema nimeyasikia kwa Baba yangu. Isinga alikuwa amri zote nilizozisema na nilizisikia, na yote ni yashuhudiayo na aliyaona kwa Baba. Kwa hiyo lazima usadiki. Ndio maana yule kipofu aliyepakwa tope akaambiwa nenda kajioshe kwenye kijito cha Siloamu, alipokutana na mwana wa Adamu Yeshua wa Nazareti, alimwambia, je, wamwamini Kristo? Akasema, yupo wapi nipate kumwamini Bwana? Akasema, ndiye huyo asemaye na wewe. Maandiko yanasema huyo mtu akamsujudu, akasujudu. Haleluya. Kusujudu neno zito ndani yake. Kusujudu inamaanisha kutii amri na kutenda sawasawa na amri hizo ulizoamriwa. Ndio kusujudu, sio kupiga, sio magoti. Huu ni mfano. Ukiinama hivi, huu ni mfano wa kusujudu. Lakini kusujudu ni kuzitii amri za Bwana Mungu na kufanya mapenzi yake. Ndio maana mtu akasujudu. Kwa hiyo lazima umwamini Kristo kwanza katika safari ya wokovu, kisha zisujudu amri zake na kuziamini. Amri zake ni nini? Ni maandiko matakatifu. Ukiamini, maana hamna neno nililolisema nisilopewa na Baba yangu. Hamna agizo niwaagizavyo wanadamu nisipoagizwa na yeye aliyenipeleka. Hamna kusudi nilitimizalo mimi kwa akili zangu nisipolipokea kwa Baba. Maana kumbuka, ufalme wa mbinguni ulikuwa wa Baba akanipa, na vilivyo vyangu ni vya Baba. Kwa kuwa Baba yu ndani yangu, mimi ni ndani yake. Kabla vyote viwepo, nalikuwa ndani ya Baba. Baada ya vyote kuwako, Baba yu ndani yangu. Na hivyo ndivyo tulivyo milele. Mungu ni mmoja tu. Mungu sio wawili ama si watatu. Utatu mtakatifu ni elimu za binadamu. Lakini Mungu ni mmoja, aliyedhihirishwa katika mwili. Aliyedhihirishwa katika mwili inamaanisha aliyeuvaa mwili. Mwili ni nini? Mwili katika Biblia, ukiona maandiko yanasema mwili,
alidhihirishwa ni katika mwili. Mwili inasimamia mwanadamu. Mungu alidhihirishwa katika mwanadamu. Mwili ni mwanadamu. Maana hakuna walio na miili viumbe wowote ila wanadamu. Viumbe wengine wana utukufu. Haleluya. Wamevaa utukufu ndo miili yao. Malaika utukufu ndo miili yao. Sisi ndo tuna miili. Kwa hiyo Mungu alidhihirishwa katika mwanadamu. Ndio maana alidhihirishwa katika mwili. Yaani inamaanisha Mungu Mwokozi ni nani? Mwanadamu aliyechangamana na Mungu katika mwili. Katika roho, Mwokozi ndio Mungu atakayekaa katika kiti cha enzi. Lakini katika duniani, Mwokozi ni mwanadamu aliyechangamana na Mungu. Ni udongo uliochangamana na dhahabu. Haleluya. Ni udongo uliochangamana na dhahabu. Ndio mwana wa Adamu. Kwa hiyo yeye aliye hai yupo ulimwenguni ili wafu wapate kumwamini na kuisikia sauti yake, wakatoke kaburini waje kwenye uzima na nuru. Yaani ukimwamini mwana wa Adamu unaenda mbinguni. Maana imani ni kuu kuliko uokovu. Haleluya. Imani, bila imani hakuna uokovu. Bila uokovu imani ipo. Kwa hiyo imani haina mwanzo, haina mwisho. Mungu anajifunua kwako akitarajia jambo la kwanza ni imani. Ukisha ipokea imani, kisha imani itakuokoa. Ndio maana wagonjwa waliambiwa kwa kadiri na imani yako umepona. Kadiri na imani yako umepona. Lazima muwe na imani. Imani ni nini? Ni kumwamini mwana wa Mungu. Full stop. Hii Biblia yote akina Paulo wanahubiri nini? Akina Petro wanahubiri nini? Si wanahubiri muamini mwana wa Mungu. Watu wamwamini Yeshua wapate uzima ulio katika uzima wa Mungu katika ndani ya Kristo. Lakini ukimwamini Mungu ndani ya Kristo hutamuona Mungu kwenye level za juu. Kanisa la kwanza lilikuwa mwezi, sisi ni jua. Haleluya. Mungu aaminiwe pasipo hata kueleweka. Tutamuelewa mbele. Hiyo ndio imani. Mungu aaminiwe kwa kila sentensi aliyoisema na kinywa chake. Yaani ukiwa tuna imani tu, na masikio yanafumbuka, mdomo unalipuka, macho yanafumbuka, akili inafunguka tu. Hivyo ndivyo ilivyo. Ukiwa tuna imani, achana neno la Mungu sijui nini. Ukiwa tuna imani ya kwamba Kristo ni Mungu huyu, ametumwa na Baba yangu aniokoe, naye ndiye Baba katika mwili. Mungu amejificha ndani ya mwili huu, akiukomboa ulimwengu, akiuvuta kwake na kuutakasa, akautakasa dhambi zake na kuunyosha katika utakatifu. Mungu amejificha hapa. Huyu ni Mungu. Hiyo ndio imani. Akili itafunguka. Lazima akili yako imefungwa. Akili ya mwanadamu yoyote, awe ni msomi, awe si msomi, awe ni maskini, awe ni tajiri, akili ya mwanadamu yoyote imefungwa hivi. Na hii akili yako ya kibinadamu haiwezi ikauona ufalme wa Mungu. Ndio maana lazima mwili wa mwanadamu ubakie. Akili yako hii haiwezi kumuelewa Mungu. Haiwezi kumuelewa Mungu. Lazima akili yako ifunguke, iachike. Ndio maana nasema watu hawa
nitawanyunyuzia maji, nami nitawatakasa mbali na uchafu wao na vinyago vyao, nami nitawaondolea moyo wa jiwe. Jiwe ni kitu ambacho kiko very hard, kimeshikika. Moyo wa rohoni nalikuambia ni akili. Inamaanisha nami nitawaondolea akili ngumu isiyoelewa. Nitawapatia akili ya nyama. Yani akili ya nyama ni kitu kinachoweza kustretch, kinaelewa neno la Mungu. Lazima akili yako umuombe Mungu sana. Nataka muombe. Naliwaambia ombeni kwa jina langu, naye Baba atawajibu, ili mimi nipate kutukuzwa ndani ya Baba yangu aliyenituma. Kwa nini nasema ombeni kwa jina langu? Mtu atauliza, jina langu ndilo jina la Baba, maana lilikuwa lake akanipa, nami amenituma kuwakomboa ulimwengu kutumia jina lake. Baba yuko wapi? Baba, maandiko yanasema Mungu akaa katika ufalme wa mbinguni. Muombeni Baba yenu wa mbinguni bila kukoma. Lakini Baba yu ndani ya Kristo akiukomboa ulimwengu. Mungu yu ndani ya mwana wa Adamu akiukomboa ulimwengu. Mwana wa Adamu ndiye Mungu. He is the Lord. We have the difference between the Lord and my Lord. The Lord is a spirit, my Lord is a flesh. My Lord is a flesh. My Lord is the Savior. The Lord is the Father. Hallelujah. The Lord, sijui kwa Kiswahili nitaekaje, lakini ndivyo ilivyo. Utakatifu ni maisha yaliyo mfano wa Kristo, wa mwana wa Adamu. Ninyi nyote mnastahili kuwa wana wa Adamu. Na maanisha ninyi nyote mnastahili kuwa na Roho Mtakatifu ndani yenu. Na vile vile mnastahili kutia nia tena katika maombi yenu, muwe na neno la Mungu ndani yenu. Roho Mtakatifu bila neno la Mungu ni uchawi. Utaanza kukua na makarama. Bwana amesema ataniongezea viwango, atanipa makarama. Utaanza kuwa hivyo. Lakini mimi nimeokoka ili kurithi ufalme wa mbinguni. Nimeokoka, situpwi jehanamu. Yote ya dunia siyafati hata moja. Siutafuti utukufu wa wanadamu. Sitafuti mwanadamu approval of the human. Sitafuti mwanadamu kunidhibitisha ama kushuhudia ya kwamba nimeokoka. Bali uokovu ni wangu binafsi. Mimi na Mungu wangu. Bwana sehemu yangu. Nipitapo katika mabonde na vivuli vya mauti, Bwana atakuwa pamoja nami. Hallelujah. Bwana atasimama pamoja nami. Nipitapo katika mashida za dunia, Bwana atanisimamia. Bwana atanisimamia kama vile mchungaji achungavyo kundi la kondoo. Rakadabasika. Bwana atasimama. Acha nikusomea katika kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 9, lakini nasoma kwa Kizungu ndio nimeipata. Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you forever, wherever you go. Hii ndo kitu kinacho wakosa wa Kristo wengi. Imani. Umemwamini Mungu, bado una mashaka. Mashaka yanaleta huzuni na anguko katika imani.
Ndipo makanisa mengi kwa sababu ya mashaka wamepokea anguko kutoka katika imani ile ya kwanza. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Sija kuamuru uwe jasiri, uwe na mwenye nguvu na jasiri. Hiyo ndo shida ya Wakristo wa leo. Sio wenye nguvu na jasiri. Wanataka Mungu atakayewapa maziwa na asali. Nimekumbushwa na Roho Mtakatifu. Sasa hivi nawapatia maziwa tu. Hii ni injili ya juu sana. Hii ni injili ya juu sana. Nilikuwa nashangaa kwa sababu wakati ambao nafundishwa Biblia na the Heavenly Mighty Father, wakati nafundishwa Biblia niliamuriwa kuandika masomo. Niliandika masomo mengi sana, ni file nzima. Lakini nilishangaa sana, nilitaka kufundisha, sijaruhusiwa kufundisha. Kumbe nilitaka kuwafundisha wenye dhambi utakatifu, wakati nataka niwafundishe toba. Ndio maana masomo yangu utaona yanang'ang'ania kwamba imani ni nini, utakatifu ni nini, lingine ni kuokoka ni nini. Hiyo vitu vitatu tu. Utoe dunia ndani yako, hivyo tu. Hiyo ndio toba. Sasa wacha mtoke toba, niwaingize katika utakatifu. Ndipo nitaanza kuwafundisha sasa vita vya kiroho. Inamaanisha hivi, hii ndio secret code ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maombi yako yanakuwa hivi, lazima ukianza kuomba lazima your secret code, you press your secret code, ndio uingie katika ufalme wa mbinguni kwa maombi. Auombi tu para. You must press your secret code. Then the angel in charge of you will come down. Hallelujah. Ndivyo ilivyo mbinguni. We have a Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Tuna Roho Mtakatifu na nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ako ndani yako kwa kazi maalum. Huyo hatoki. Hallelujah, glory. Huyo hatoki. Hatoki. Ukilala hapo, ukiamka hapo. Hallelujah. Ukitembea anatembea, ukinyoosha mkono ananyoosha. Huyo yuko tu ndani yako kwa makusudi maalum, kuulinda utakatifu. Ndio maana anaitwa Roho Mtakatifu. Kuulinda utakatifu, yaani kuhakikisha utaingia katika ufalme wa mbinguni, kuulinda utakatifu. Lakini kuna nguvu za Roho Mtakatifu. Nimekwambia Roho Mtakatifu ni Mungu. Yaani lazima moyo wako ujazwe na Mungu. Si ndio? Lazima moyo wako ujazwe na Mungu, kisha uzingirwe na nguvu za Mungu, ndio utaweza kuokoka. Kuna tofauti ya nguvu za Mungu na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio nguvu za Mungu. Alafu Mungu anakaa ndani yako, lakini lazima akuzingire na nguvu za Mungu. Huyu ambaye anakaa ndani yako atokani na maombi, anatokana na neno. Huyu wa nje anatokana na maombi. Ndio maana kuna mara anasema neno langu likae ndani yako, zishikeni amri zangu. Kuna mara anasema ombeni bila kukoma, maana maombi yana huyu wa nje, huyu anakuwa functioning. Lakini huyu wa nje haezi. Sasa huwezi kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu kama huna Roho Mtakatifu. Hallelujah. Jambo jingine nitakuja kufundisha ni makabila ya mbinguni. Kwa nini nene kwa lugha? Na kwa nini nakataa ufai kunena kwa Kichina, kwamba nimenena Kichina, nimenena Kiarabu? Unafaa kunena kwa lugha isiyo duniani. Kwa nini? Nitakuja kueleza mbinguni
iko na mataifa mangapi kwenye ufalme wa mbinguni? Vijiji vya mbinguni vipoje? I will teach everything. Na siku ya hukumu wale watakaofanikiwa kuirithi, mtaona niliyowaambia yote. Nitawafundisha kila kitu, jinsi mbinguni ilivyo, jinsi maisha. Sio jinsi mmefundishwa kwamba atasujudu milele na kuamuka. Hapana. Kuna tofauti ya kerubi na mwanadamu. Kerubi ndiye amewekewa kusujudu milele, maana kerubi hana kweli ndani yake. Haleluya, glory. Kerubi amefananishwa kama vyombo vya utukufu. Chombo tunajua ni kitu cha kubeba kitu. Cha kubeba kitu. Kama tunaweza sema chombo cha kupaza sauti. Yaani ni kitu kinachobeba sauti. Nasema chombo cha kukandia. Chombo cha kubeba maziwa ni kitu cha kubeba. Sasa wale ni kama vyombo vya utukufu, vyombo vya ibada. Sisi ni wana wa ibada. Tunazaliwa kutokana na ibada. Wokovu wetu unadumu kutokana na ibada. Nimekumbuka. Kama hufanyi ibada nyumbani kwako, wewe ni kafiri, mnafiki, mwana wa Farisayo. Umezaliwa na Farisayo, wewe pia umekuwa Farisayo kama wewe. Kwa sababu ibada nini? Sio kwamba uende kanisani. Hapa tunamtengeneza mtu ambaye hata abaki peke yake mtakatifu duniani, Mungu atakuwa tu pamoja naye. Hata aondoke hapa Kenya aende Ulaya, Mungu ako ndani yake tu daima. Sio mtu anayetegemea kanisa ikifungwa utanga ndani ya wokovu. Hivi ndivyo ilivyo. Hose glory masi. Lazima umjue Bwana Mungu wako, sio Mungu wa mtu mwingine. Umjue Mungu wako. Nilikwambia Mungu ataingia ndani ya maisha yako kupitia yeye mwenyewe. Ni kama Mungu alitaka jinsi ya kuongea na wanadamu kila siku pasipo katika roho. Unajua watu anaweza akanyamaza akajiongelesha akasema Mungu ameniambia. Mungu ameniambia. Watu wa kusukumwa na mikurupuko, mihemko. Lakini sasa Mungu alitaka kuongea na paka na wenye dhambi, kwa sababu mwenye dhambi hawezi akasikia sauti. Akasema nitafanyaje wale wanadamu wote wakapate kuokoka? Akasema nitavaa mwili kama wao na nitaonekana katikati yao nikiwahubiria. Watakao niamini nitawaokoa. Watakao kosa kuniamini nitawahukumu. Hivyo ndivyo ilivyokuwa maneno ya Mungu. Na kweli akapima na akasema, akaanza kuingia kama roho ndani ya manabii kwanza. Wakatabiri. Na akatokeza. Sasa kuutimiliza huo unabii, akamchukua bikira kama alivyotabiri, kuonyesha kila kitu kinawezekana, kuonyesha hakuna mwanzo. Kwa nini Mungu angemwacha tu Yusufu ampachike Miriamu mimba kisha achukue huo mwili aishi ndani? Ni kwa sababu alitaka kuonyesha dunia hakuna mwanzo wa imani. Mwanzo wa imani ni Mungu, si mwanadamu. Haleluya, glory. Ndio sababu watu wasema tu bikira akapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani mtu ni kama anakueleza tu Biblia. Lakini kwa nini bikira? Ni kwa sababu Mungu alitaka kukuonyesha wewe mwanadamu ya kwamba yeye ndiye mwanzo wa imani, sio mhubiri wako.
Sasa unadhani nimehubiriwa na mhubiri wangu Apostle Yusufu, mtume Yusufu amenihubiria nikapata uokovu. Tayari umeanguka jehanamu. Maana Yusufu ndo mwanzo wa imani yako. Wakati mwanzo wa imani ni Mungu mwenyewe. Hata Gabriel alisema nimetumwa. Nasema mwezi wa 6 malaika Gabriel akatumwa kwa bikira mmoja kule Nazareti. Haleluya, 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 haleluya. Kwa hiyo Mungu ndo mwanzo wa imani zetu. Ndio maana Yusufu angekuwa mwanzo wa imani zetu. Haleluya. Na maandiko yamesema kabla dunia iishe, habari za mbinguni zitahubiriwa dunia nzima, habari za ufalme wa mbinguni kabla unyakuo. Nenda kasome kwenye kile kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 24 itakuambia kabla uje ule mwisho, baada ya tetemeko likazaliwa kanisa la mwisho, habari ya ufalme wa mbinguni itahubiriwa dunia nzima. Alafu uje ule mwisho. Nani atakayehubiri hiyo habari? Ni bado Mungu aliyevaa mwili tu. Ni bado Mungu aliyetoa mwili. Rika dabasika. Lakini atatoa ili kuwakumbusheni, kuutimiliza unabii na kuzidi kuzifundisha sheria zake. Maana sheria za Mungu zinamuongoza mwanadamu katika njia ya utakatifu. Bila sheria za Mungu huwezi ukawa mtakatifu. Sasa ng'ang'ana maishani mwako uwe na sheria za Mungu. Sheria za Mungu ni nini? Kuna utakatifu. Usiishi kitu ambacho umesikia kwa mwanadamu mwenzako. Watu wameotaota mindoto. Na shangaa Biblia hii, kama kungekuwa na kitu cha kuotwa, kungekuwa na ndoto ambayo haimo hapa, sidhani. Hii imetosha tu. Wengine wanakuja vitabu vipo Ethiopia kufanya nini? Hii Biblia imetosha uokovu. Unajua watu wanafuata vitabu, sijui historia. Mungu si historia. Mungu ni kinyume cha historia. Yaani sio kama Biblia inasaidia sana. Unaona hii Biblia, lengo kubwa ni hii Biblia ikutie imani umeokoka. Tena hii Biblia sasa inakuwa ndani yako. Yaani hata vile vitabu ambavyo mnaona basi vilitolewa, vitaingia ndani yenu automatic. Biblia si Mungu. Na unang'ang'ana kuwa na nini ndani yako? Si Mungu. Roho Mtakatifu ni nani? Si ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu ndio Biblia. Kwa hiyo ni kama hii Biblia tunataka, ni kama Mungu anataka umeze hii Biblia. Uimeze ikae kifuani mwako hivi. Yaani imekujaa ndo inaishi. Sio wewe unaishi, ni maandiko yanaishi. Hivyo ndo umeokoka. Bila hivyo hujaokoka, wewe ni mwenda kanisani. Bila hivyo wewe Farisayo. Unapaswa kutubu upya. Unapaswa kuungama upya. Kama hii Biblia, maandiko yanasema sheria zangu zitaandikwa kwenye vibao vya moyo. Hapa. Hii Biblia iwe hivi yote. Itaingiaje ndani yako? Biblia ni roho, sio haya makaratasi. Maandiko yanasema kwamba maneno, amini nawaambieni, mwili wangu haufai kitu. Umesikia? Yaani makaratasi haya hayafai kitu. Huu ndio mwili, hayafai kitu. Bali maneno, bali kilichoandikwa, bali maneno niwaambiayo ndio roho na ni uzima na ni utakatifu. Ndo uzima. Uzima ni fumbo kwa Biblia, inamaanisha ndo utakatifu. Tunahitaji kuwa watakatifu kwenda mbinguni. Haya maneno, mwili wangu haufai kitu. Yaani inamaanisha makaratasi haya hayafai kitu chochote. Wacheni kutudanganya. Hayafai kitu. Hata wabadilishe, hayafai kitu. Lakini haya maneno yaliyoandikwa haya ndio roho na ni uzima. Yaani haya maneno ndio Roho Mtakatifu na ni uzima wa wanadamu. Haya maneno, yaani haya maneno yakikuingia ndani yako, yakafanya makao. Haya maneno ndio maana anasema nitaagana na ninyi mnaonitazama wa kizazi cha leo. Mungu alisema ya kwamba nitaagana na ninyi na nitaandika haya maneno, sio kwa karatasi hizi tena, yataandikwa moyoni mwenu.
Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Moyo wangu tulia, tulia kwa Bwana. Achana na dunia, tulia kwa Bwana. Haya maneno haya lazima yawe moyoni mwako, sio hapa. Hii Biblia haitakusaidia. Ndio maana maandiko yanasema wanaichunguza Biblia wakidhani wanaichunguza Biblia wakidhani watapata uzima ndani yake. Ndio maana Biblia nzima ilizungumzia mwana wa Adamu kuja kwa Kristo Mwokozi. Maana hata Isaya hawakujua mwanadamu ataokokaje, lakini walijua kuna uokovu utakaoletwa kwa mkono wa Mungu mwenyewe. Walijua Baba mwenyewe atashuka na kuwaokoa wanadamu. Naye Baba akasema, maneno haya nitayaandika kwenye vibao vya moyo. Hele mesika. Nitayaandika. Sisemi kuandika, no, nitaya. Kuna tofauti na wataya andika na kuna ile ya nitayaandika. Haleluya. Kuna tofauti ya watayaandika na nitayaandika. Haleluya. Kuna tofauti ya watayaandika na nitayaandika. Nita na maanisha Mungu mwenyewe ndiye atakayeandika maneno haya kwenye kibao cha moyo. Tena si akina Paulo, tena si akina Petro, tena si akina Yohana, bali yeye mwenyewe kwa kinywa chake mwenyewe atashuka, atavaa mwili, naye atayaandika kwenye vibao vya moyo. Horaka na masika. Sio wale wa zamani, hata waibadilishe. Hii misingi ni kukujulisha tu ramani ya Mungu. Hose rapanasika. Mtu yoyote asije na ndoto ambayo haijaandikwa hapa. Ndoto za Danieli zimetutosha. Haleluya. Haleluya. Mtu yoyote asije na maono ya sijui nini. Ndoto za ufunuo zimetutosha. Kizazi cha ndoto. Nani aliyewaambia Mungu ataleta ndoto kila siku? Haleluya, glory. Nani aliyewadanganya? Ndoto zinaletwa nini? Nitakuja kuwafundisha ndoto zinazoumbwa. Ndoto kuna kitu kinaitwa mawimbi ya kweli na mawimbi ya uongo. Mawimbi ya uongo yanazaa ndoto za uongo. Yaani hivyo kuna holy dream frequency, holy spiritual frequency. Hizo frequency, ndoto ni mawasiliano. Ndoto, mtu asikuje kukufundisha jinsi ya kuota mandoto na matafsiri. Uokovu wa ndoto ukupeleki mahali popote. Uokovu wa karama ukupeleki mahali popote. Uokovu wa kunena kwa shande wendi mahali popote. Kushande rise haisaidii. Uokovu, be honest to yourself. Uwe mkweli kwako mwenyewe, sio kwa mtu mwingine. Yes. Isiwe kwamba sio wote watanena kwa lugha. Kila mtu lazima anene. Na kabla kunena kuna masharti yatimizwe. Uwezi kuja umenitazama leo na ukaanza haleluya 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 haleluya. Lazima masharti yatimizwe. Kuna wale wanabatu wameshajazwa. Sisemi kama mtu hajajazwa hata ingia. Uwezi taka kufika at the middle of the journey na ndo unaanza safari. Kwa hiyo neno la Mungu liko wapi? Tulitafute Ethiopia kwenye Biblia za kitambo? Twende tutafute wapi? Tunue Biblia ya neno. Mimi naka Biblia kasijui naitwaje. Biblia takatifu ama maandiko matakatifu.
This one. Hii tu. Sasa hivi mtu akichukua hii Biblia itanizuia kuingia katika ufalme? Hapana. Na ndivyo mnavyofaa kuwa. Hii ni mfano wa wokovu, sio wokovu. Biblia hii iliwafaa kina Paulo. Kwani Paulo alitumia nini? Walitumia nini kuhubiri? Hizi Biblia zilikuwa. Haleluya. Kwanza Paulo mtume mzuri sana. Mtume mzuri sana. Paulo alihubiria mataifa kupitia nini? Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yake ndiye alianza kuongea. Enyi wa Galatia, nani aliyewaroga? Mimi nawaambieni haya. Enyi wa Korintho, msishiriki meza ya Bwana, tena meza ya mashetani. Mbona mnalinajisi hekalu la Mungu? Akamwambia Timotheo, nimevipiga vita vizuri. Huyo ni Roho Mtakatifu ndiye anahubiri. Yaani Biblia ilishakuwa ndani ya Paulo, ilishakuwa ndani ya mitume. Yaani lazima uwe kiumbe ambacho kina remote. Hii ndio heavenly remote. This is a heavenly remote. Hii ndio remote ya mbinguni. Hii ndio remote ya kukuelekeza. Hii ndio microchip ya mbinguni. Wacha ya kishetani itakuja. Hallelujah, glory. Na itakuja kwa mfano huu wa Biblia. Chapa ya 6 sio kama nyinyi mnavyosema. Itakuja kwa mfano huu wa maandiko. Kutakuwa na Biblia za kigeni, za mashetani. Kutakuwa na wahubiri wa mashetani. Na utazishi hizi zitaandikwa na shetani kwenye kibao cha mioyo yenu. Wapenda miujiza. Unadhani Mungu peke yake ndiye anaweza akatenda miujiza? Wewe tumia tu akili. Haujaona wahubiri wa uongo akifanya? Matatizo ya watu duniani, matatizo ya wenye dhambi mengi ni shetani ameyaleta. Huyo shetani amemfunga mtu jicho moja hivi. Alafu shetani anamshawishi huyo mtu, kwa sababu huyo mtu yupo kwenye dhambi, ni mtumwa wa shetani. Amemfunika hivi jicho moja. Na anasikia David Awor has the two most dreadful, the mightiest, the watermelon. Na anaambia huyo mtu enda. Anapitia mtu Awor anakuambia twende. Ukifika huko Awor anasema, now receive your healing. Now receive your healing, my Lord, my Lord. Na unafanya, naona shetani kanatoka hapa. Kanasema sasa huyu nitampiga na malaria kila siku sasa. Acha nimeshamtesa na macho, acha ifunguke. Lakini sasa Mungu, kinachomtofautisha na shetani, Mungu hana show off. Show off ni nini? Mungu hana kujionyesha. Mungu hajionyeshi. Mungu angekimbia hapa, Mama Rosa amefufuka. Mama Rosa akakimbia. Wewe imagine Petro anakimbia Nairobi, Mama Rosa amefufuka. It was utamkuta Batimayo na akina Filipo wako Nakuru, Mama Rosa amefufuka. Utakuta huko Mombasa unamkuta yuko Yakobo Yakobo na Yohana wana wa Zebedi wako, Mama Rosa amefufuka. Vipofu wamefufuka. Does it make sense? Wakati Petro, wacha miujiza ya Biblia ifanane na miujiza leo. Na ukichunguza vizuri utapata ni ukweli. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Asanteni sana, mpate kubarikiwa. Naendelea na sehemu nyingine.